Kunani huko Simba Sports Club? Kunani huko kwa wazee wa ubaya ubwela? Kunani huko kwa wazee wa pumzi ya moto? Hakika ng'ombe wa masikini hazai, na akizaa bwana anakufa mmoja kwa mmoja. Mimi naitwa Saidi Tuntu, ukiniita mfalme katika anga hizi za kimataifa basi itakuwa ni mujarab kweli kweli. Karibu, niko na Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, akitaka kuchakata na kupepeta hoja nzito kweli kweli kwa kuzingatia small details. Bwana mzee wa data, mambo yanakwenda yanakwenda, lakini sio mazuri. Hata kama hujaniuliza sio mazuri. Kwa nini? Mazuri kwa sababu ya kile kilichotokea leo hii. Hujaniuliza, nasitiza, nauliza kwa sababu sasa ya wahaka ni kwamba Simba kutoa sare dhidi ya Esperance katika medani ya mpira wa miguu nchini, medani ya soka, ndio sio jambo zuri hata kidogo, kwa sababu ilitakiwa kushinda. Ndio kutoa sare, ndio maana hujaniuliza juu ya hali. Nasema mwenendo sawa, lakini binafsi moyo wangu una huzuni nyingi kwa sababu ya kile kilichotokea, lakini alimradi ndio mpira wa miguu. Watanzania wengi wamehuzunika kwa hiki ambacho kimetokea, kwa sababu waliamini Simba Sports Club msimu kadhaa huko nyuma wamekuwa bora kweli kweli, lakini msimu huu ni kama kwamba wametokomeza tu zero. Tanzania bila zero inawezekana, wamechukua alama moja. Hii imekuwa ni huzuni kubwa kweli kweli. Tuambie leo Simba Sports Club wapi walipelea? Tuanzie hapo, maana mwanzo kipindi cha kwanza walikuwa tayari wanaiongoza mechi, tukasema tayari Simba amejipata moja kwa moja. Tuanzie hapo, changamoto ilikuwa wapi? Changamoto labda unaweza kusema ni kwamba Simba kwa uzoefu wao, ukiwa unaongoza tayari kwa mabao 2-0, mechi mpaka mapumziko umeikamata, unamiliki zaidi mpira wewe, lakini pia una mabao 2, yani pamoja na yote, maana yake ilitarajiwa kwa timu ambayo ina mechi 3 ishapoteza zote, basi ya mabao 2 yafanywe kama lulu, itunzwe, haswa kwamba kwenye kucheza kipindi cha pili ingebidi, licha ya kwamba kuendelea kufunga mabao ni kitu cha muhimu sana, lakini jambo la kwanza ni safety first, kucheza kwa namna ya kuzuia zaidi, kuwe na fikra za kiulizi kuanzia dakika 46, maana kipindi cha pili mpaka mwisho, ndio kwamba wakubali wao kuwa timu ya pili, wazuie zaidi, washambulie kwa kushtukiza na kwamba mkishaamua kucheza hivyo, basi tahadhari kishakuwa kubwa, kwa kuzingatia kwamba ni usalama kwanza. Panapostahili mnafanya tactical foul, alimradi msikaribiwe kufika kwa golikipa wenu Jibo. Panapostahili utaosha mpira, utatoa nje, usalama kwanza. Panapostahili basi mtaendelea kuwa na mpira kwa muda mwingi, kucheza sideway passes, yani pasi za pembeni, kushoto, kulia, nyuma, alimradi kununua muda uende. Wakati wao wanakuja wakiwa nyuma 2-0, ndio wao hawatakubali kukaa nyuma, itabidi waje wafanyie shinikizo. Wakifanya hivyo, wale akina Diakite, akina Kusila Bwalia, akina Florian Danyo walikuja kuingia katika mchezo huu, wakija nyinyi mpate fursa sasa ya kupiga mipira mirefu kwenda maeneo wanaocheza kina Ibrahima Keita, beki wao wa kulia, kwenda kwa kina Mohamed Ben Himida miongoni mwa walinzi wao, ili ikibidi mkipata fursa mkatafuta lingine, mipira iwafikie washambuliaji wenu. Ndio, lakini kwa kiasi kikubwa iwe hisia za kuzuia na si vinginevyo. Lakini mpaka kipindi cha kwanza Simba ikiwa tayari ina idadi ile ya mabao 2-0, bao la dakika 39, bao dakika 45 plus, kwa maana alofunga Kapombe, alofunga Kagoma. Kipindi cha pili, kwa mtazamo wangu, Simba hawakuwa na fikra hizi za kwamba wakubali wao kuwa timu ya pili, wazuie zaidi. Badala yake bado waliendelea kuwa timu ya kwanza, kwa maana kwamba wanakuwa na mpira zaidi. Kipindi cha pili kwa wastani Simba walimiliki mpira 52%. Kipindi cha kwanza walimiliki mpira zaidi ya 60% wakati wanafunga mabao 2-0. Ni idadi kubwa kweli kweli. Ndio, lakini umiliki wa mpira ambao wakati mwingine si unamiliki kwa ajili ya kula muda. Nimekwambia unaweza kumiliki mpira, pass kipa anampa beki anarudishia kipa, huo ndio umiliki. Hakika. Sasa wakati mnaongoza 2-0, huo umiliki ndio unahitajika. Sio hilo tu, kila mnapopata fursa mcheze kikubwa. Wao ni wakubwa Simba, ukianguka chini utumie sekunde kadhaa mpaka uinuke. Sisi ndio wanavyofanikiwa timu za kaskazini. Hakika. Wakisha kuongoza, uliona wao waliposawazisha bao, uliona walivyokuwa wanacheza kwa kushoto. Mtu anaumia akija kuchukuliwa na watu wa Red Cross, watu wa Msalaba Mwekundu, watu wa kutoa msaada, huduma ya kwanza, anakasirika. Kusila Bwali alianguka, anakwenda kuchukuliwa, anakasirika. Yaani kwa natamani endelee kukaa pale pale chini. Ndio ile kula muda, kwa sababu ashaona hapa wala tushambulie hiyo point. Hao ndo basi tumesha wamaliza. Haya ni mambo ambayo kwa timu wazoefu kama Simba alipaswa kufanya katika kipindi cha pili. Wao waliendelea kucheza kwa nidhamu,
kutofanya hizo hila ambazo hufanya wakubwa katika kupata wanachokitaka. Waliendelea kucheza mpira, walimiliki, bado walikuwa wanatafutana. Matokeo yake wakaja wale mabwana wakaja kusawazisha katika tukio, kwa mfano lile la bao la kusawazisha lile la Diakite, ni kwamba unaona Rushan De Reuck hana pressure, amemrudishia mpira mwenzake alikuwa ni Alassane Maudo Kante. Alassane Maudo Kante anarudisha pasi fupi kwa kipa. Mkicheza kwa hisia za kiusalama zaidi, huo mpira hauna muda wa kurudi huko. Hakika ikibidi Osha anarudisha pasi fupi kwa utulivu kabisa, basi imekuja kunaswa kirahisi, imefungwa bao ambalo likawarejeshea nguvu ya kisaikolojia kwamba la, sababu unajua ukishatoka umefungwa 2-2 unafunga goli moja inawapa nguvu. Kwa hiyo mnakuwa makini zaidi kwenye kucheza. Lakini unaangalia bao la pili alofunga Kusila Bwali, Nabi Kamara anamsindikiza kutoka eneo lisilokuwa na hatari yoyote, ambalo unaweza kufanya zile tactical foul, vuta jezi, mshike, utapewa kadi ya njano, foul itatengwa. Wakati mpira unatengwa yale maeneo ambayo mlikuwa mmeathirika ya kutokuwa na watu sahihi, kwa sababu wakati mpo juu umbile lenu la kiulinzi limeathirika. Sasa mpira ukitengwa, mtakuwa tayari msharudi kukaa maeneo. Hakika. Lakini hakufanya hivyo. Matokeo yake yamekuja kwenye 18 kule, ndio tunakwenda kutokea tukio, kwa mfano la mkojo penalty. Hii inazungumzia lile la mkojo penalty, sio lile goli la Kusila Bwali alialokefu ambalo mwisho kabisa. Nazungumzia mkojo penalty ambao ni dakika 90 plus ulikoswa. Lakini na kwenye bao la pili ili zilizocheza pasi pale taratibu, unaweza kumsifu Kusila Bwali kwa jinsi alivyofanya. Lakini pengine naona kana kwamba shinikizo lingefanyika la kutosha, kwa sababu wakati pasi hizo zinachezwa kutokea eneo la kati zinakuja, kuna mtu anaonekana alikuwa anatembea ambaye alipaswa kurudi kufanya majukumu ya kuzuia. Nazungumzia Nabi Kamara hapa, kwa sababu ukiangalia marejeo picha za video ilikuwa yeye yupo eneo ambalo alipaswa asiwe wakati timu inashambuliwa. Hakika. Aje aongeze katika wale wanaongeza shinikizo. Mabao aliyofunga yalikuwa rahisi kwa Esperance de Tunis, lakini mwisho wa siku yana uzito sawa na mabao makali, kwa sababu mwisho wa siku ni 2-2. Kwa hiyo ndicho kilichotokea kwa mtazamo wangu, kwamba Simba kwa kuwa mpaka mapumziko anaongoza 2-2, walitakiwa wakija kipindi cha pili wakiwa tayari, ndio mechi ambayo inawapa matumaini ya kupata point, na ni mechi ambayo imma walipaswa kushinda, na inayokuja washinde ili wajiwekee mazingira ya kusonga mbele. Sioni kama walijitendea haki katika kipindi cha pili katika kucheza kwa fikra za kuzuia ili washambulie kwa kushtukiza, washambulie kwa counter. Mwisho wa siku mechi imeisha, Simba wamepiga mashuti mawili tu ya kulenga shabaha, ndio baada ya kupiga mashuti 8 ya mechi nzima. Mawili yamelenga shabaha, ndio mabao. Wale Esperance de Tunis pamoja na kwamba walikosa penalty, wamepiga mashuti 11 shehe. 5 yamelenga shabaha, maana yake kuna 3 alicheza Jibo kufanya mechi iwe kama ilivyokuwa. Pamoja na yote ni 2-2, imeleta huzuni kwa sababu ni kwamba Simba ishapoteza matumaini ya kusonga mbele ya robo finali. Lakini mwisho wa siku wanayo baadhi ya mambo mazuri chanya ya kuyachukua kwa ajili ya michuano mingine. Msimu hujaisha, umeisha msimu wa CAF, lakini kuna ligi kuu Tanzania bara ambao hawajalitwaa kwa misimu 4 mfululizo. Wana taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, hawajalitwaa kwa misimu 4 mfululizo. Kwa hiyo bado yale mazuri ambayo yameonekana kwa mfano leo hii, basi wayahamishie katika michuano mingine. Lakini kwenye CAF pasi na shaka yoyote, yani sio kwamba labda yani ile wale wakifungwa wakitoa sare safari imeisha hapa. Hesabu zinakataa moja kwa moja kabisa, zinakataa. Ni wakati sahihi kumlaumu Murtaza Mangungu? Binafsi yangu naona kama unataka kulaumu viongozi asiwe Mangungu, ni viongozi wote basi. Lakini kwa mechi ilivyochezwa leo hii, viongozi unawalaumu kwa lipi? Mimi binafsi siungi mkono sana wanamnyoshia kidole Mangungu au kiongozi yeyote. Kwa sababu gani? Kwani kazi ya viongozi ni nini? Usajili sio umefanywa katika dirisha dogo? Ndio. Hawakubaliani na usajili wa Anicet Ura. Wamesema usajili ni Libase Gay. Ismail Olivier Toure ambaye katika bao wakati linatengenezwa lile yeye alihusika. Yeye na Kibabagi ambao ni ingizo la dirisha dogo. Sioni kama walifanya shinikizo la kutosha katika Kusila Bwali ana useti mpira vizuri na kufunga. Mangungu anahusika vipi? Au kiongozi wa Simba yote anahusika vipi katika ujenzi wa bao lile la pili? Viongozi utawapima maandalizi ya timu, kikosi. Baada ya kugundua kikosi chao
kimepwelewa, kimepungua katika baadhi ya maeneo. Usajili wa dirisha dogo, msajili golikipa Jibo, ndio kipa wa timu ya taifa ya Nigeria, wamesajili Kibabage, wamesajili Libase Gay, wamesajili Olivier Toure, wamesajili Aniset Ura. Hao wote waliwasajili wakapambana watimize vigezo vya CAF ili watumike na wametumika. Upo? Ndio. Sasa Mangungu anahusika vipi hapa? Kwa hakuna timu inaongoza 2-2 mpaka mapumziko. Mangungu aende pale waambie sasa, jamani, tunaongoza goli 2. Kwa cha msingi zuieni zaidi. Fanyeni low block. Yaani msifunguke sana. Kwa sababu tayari tuna kitu na mabao 2. Wao ndo waje, wakija tutaweza nafasi tushambulie kwa kushtukiza. Ni kazi ya Mangungu hii. Au utamwambia Steve Becker au utamwambia wachezaji wenyewe. Steve Becker naye kocha utamuonea. Mpira pasi fupi kwenda kwa kipa. Kocha anahusika vipi? Mangungu anahusika vipi? Ndio mwenendo wa mchezo. Siku zote mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Na matukio ya namna ile yako mengi tu katika mpira wa miguu, ni jambo la kawaida. Cha msingi tu kweli inauma, lakini lazima tuwe professionals. Hata mashabiki nao wawe basi weledi katika kushabikia timu, kwamba mpira wa miguu umetoa sare ya 2-2 na Esperance de Tunis. Timu yako ilishafungwa na Esperance kwao 1-0. Ishafungwa na Stade Malien. Ishafungwa na Petro Atletico. Kwenye ligi ishatoa sare na Mtibwa Sugar. Ushafungwa na Azam kwenye ligi. Ushafungwa na Azam kwenye Mapinduzi. Esperance de Tunis unaongoza 2-2, wanakuja kusawazisha na kwa 2-2. Unaona kama sio sawa, utakiwa lazima Esperance wafungwe. Ndio unaweza ukapenda hivyo. Tanzania tunapenda hivyo ili timu yetu ifanye vizuri. Simba kwa sababu ni wakilishi wa nchi. Kati ya timu zetu, hii nayo ni timu yetu. Lakini kupenda na kuhitaji desire, utashi ni kitu kingine, uhalisia uwanjani kitu. Unaocheza nao ni Esperance de Tunis. Klabu miongoni mwa klabu bora barani Afrika, ni namba 3 baada ya Al Ahly, ya pili Mamelodi Sundowns, ya 3 ni Esperance de Tunis. Umetoa sare katika mechi ambayo ulikuwa unaongoza 2-2. Mangungu binafsi naona kana kwamba wamepitiliza. Naona kana kwamba kuanyoshia vidole viongozi kwa sababu ya sare ya leo. Binafsi nasisitiza binafsi, sababu kila mtu ana maoni yake. Mimi naona kama namuonea. Lakini nilikwambia tu safari imeishia hapa, na ndio maana wengine wanashindwa kuhimili. Ndio. Ukweli huu mchungu. Ni kwa sababu gani? Labda hujaniuliza, nitafafanua. Kwenye kundi lao mpaka sasa, kundi la D, vinara ni Stade Malien wana pointi 8. Ndio. Wanaofuatia ni Esperance de Tunis. Ndio. Wana pointi 6. Petro wana pointi 5. Simba na pointi 1. Kwa nini tunasema safari imeishia hapa baada ya sare ya leo? Ni kwa sababu maximum points za Simba, yani wakishinda mechi ijayo dhidi ya Petro Atletico ya Angola, ndio wakawafunga na Stade Malien tukochezwa hapa nchini, Simba tatimiza pointi 7 ambazo Stade Malien inashazivuka. Kwa hiyo Stade Malien sio mshindani wa Simba. Sawa? Ndio. Zinabaki nani na nani? Esperance de Tunis na Petro. Esperance wana pointi 6. Tuchukulie kwamba Simba wanapocheza na Petro, Simba washinda. Ndio. Sawa? Wakishinda wanakuwa na pointi ngapi? 4. Esperance wanaenda kucheza na Stade Malien. Sisi kama Watanzania na wewe umo. Unataka matokeo yepi ili yaifeve Simba wanapocheza Esperance na Stade Malien? Stade Malien wana 8, Simba haifikii. Ungetamani Esperance apigwe stop, afungwe, tufanye amefungwa. Sababu ile Stade Malien hawezi kukamatwa hata ikiwa vipi. Ndio. Akifungwa Esperance anabaki na pointi zake ngapi? 6. Wewe unacheza na Petro, unashinda, una pointi 4. Petro ana pointi 5 bado, Esperance ana pointi 6, Stade Malien ana pointi 8. Upo? Mechi ya mwisho Simba alicheza na Stade Malien. Simba inashinda. Inakuwa na pointi ngapi? 7. Hiyo mechi ya mwisho sasa ndio mtihani kwa sababu wanapokutana Esperance de Tunis na Petro, wewe Tuntu, mimi Mtanzania na mtazamaji wako, matokeo yanataka yawe yepi? Sababu matokeo yoyote yana madhara kwa Simba. Ndiyo. Kwa mfano nipe matokeo yoyote yale inapokutana Petro Atletico wanacheza na Esperance de Tunis. Matokeo yaweje? Kwa mfano niambie. Petro ameshinda. Akishinda Petro anafikisha pointi 8. Simba tayari ana watu wawili hawafikii pointi. Kwenye kundi zinaenda timu 2 robo finali. Stade Malien tayari ana 8. Petro akishinda anakuwa na 8. Kwa Simba nje anakuwa katika nafasi 2 za mwisho. Mkiani au ya pili kutoka mkiani. Nataka nikuulize hapo. Kuna madhara gani ambayo yanawezekana kupatikana ikiwa Simba atasalia kule mkiani? Walau kwa uchache hapo naomba utupitishe Bwana Ramadhani Mbwaduke. Hapo nitakupitisha, lakini lazima nikupe scenario ya sare.
wakitoka sare, mara mwingine atashangaa akitoka sare Petro si atakuwa na pointi 6? Ndio. Sasa Simba si ana pointi 7, anakuwa ameshinda zote. Wasiwasi uko wapi? Ni kweli Petro akifungwa na Simba alafu anatoa sare na Esperance de Tunis, kwa sababu ana pointi 5 atakuwa na pointi 6. Huyo anapitwa na Simba. Lakini Esperance akitoa sare na Petro sasa hivi ana pointi 6, atakuwa na pointi 7 ambazo ndo Simba wataishia. Pointi 7 na pointi 7 mkilingana kwenye kanuni za CAF kwenye msimamo wa mwisho kwenye kufanya maamuzi, huwa inaangaliwa head to head. Nyinyi mlolingana pointi mlipokutana, nani alikuwa na matokeo bora? Kwa hiyo mechi ya baada ya sare Esperance wakiwa na pointi 7, Simba pointi 7, wakilinganisha head to head, nani ana matokeo bora? Esperance alishinda kwake 1-0. Ndio. Kaja kwa Mkapa leo hii 2-2. Kwa hiyo Esperance ndio ana matokeo bora, atakuwa juu ya Simba. Kwa hiyo ataenda kuungana na yule aliyekuwa juu mbele Stade Malien. Kwa ndio maana tunaposema safari ya Simba imeishia hapa, inamaanisha hivyo. Turudi kwenye swali lako la msingi. Ndio. Timu ikimaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kiasi cha fedha inachokipata ni sawa sana timu ya pili kutoka mkiani. Yaani inamaanisha timu ya 4 na timu ya 3 ambao ni dola za Kimarekani 700,000. Ambazo hapa tunazungumzia kama bilioni 1 bilioni 700 plus. Hizo ni za uhakika kwa timu inayomaliza mkiani na ya pili kutoka mkiani. Kwa hiyo financially hakuna madhara. Sababu kwa mkiani na ukimaliza wa pili kutoka mkiani wote mnapata kiasi sawa. Ila ukienda robo unapata fedha nyingi, dola 900,000 ni zaidi ya bilioni 2 za Tanzania. Ndio. Sasa kwa sababu haendi tena robo, tunazungumzia awe wa mkiani au wa pili kutoka mkiani. Kwenye fedha hakuna shida, wote wanapata kiasi sawa. Ndio. Hasara ipo katika viwango vya ubora CAF. Timu inayomaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika inapata pointi 1. Ndio. Moja kwa msimu huu unazidisha mara 5, inakuwa pointi 5. Sawa? Ndio. Unaenda kuongeza na ulizoingia nazo wakati msimu unataka kuanza. Simba waliingia na pointi 33. Ndio. Kwa hiyo wakimaliza mkiani utaongeza 5, inakuwa pointi 38. Ukimaliza wa pili kutoka mkiani, yani timu ya 3, ukihesabu kutoka juu ya 3 kutoka mkiani ya pili, kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi 2. 2 mara 5 ambayo ni coefficient number tunazidishia, kwa sababu kwa kawaida CAF timu ikiingia tu ya makundi ndio pointi zinapatikana. Hizo pointi unazopata kwa mwaka huo, kwa msimu huo unaoendelea unazidisha mara 5. Kwa msimu wa nyuma yake mara 4, wa nyuma yake mara 3 mpaka msimu wa 5 tunazungumzia 2021-22. Kwa hiyo wa pili kutoka mkiani anapata pointi 2. 2 mara 5 ni pointi 10. Kwa hiyo anayemaliza wa pili kutoka mkiani kwa msimu huu atapata pointi 10. Ndio. Yule wa mkiani pointi 5. Madhara yake ni nini? Kwenye viwango vya ubora, Simba atabaki atakuwa na pointi 38 ambazo mpaka sasa anazo. Sababu timu zote zilizoingia makundi zipata pointi 1 za uhakika. Ukizidisha mara 5 pointi 5, aliingia na 33 na 38. Akimaliza wa pili haitakuwa 38 kwa sababu atakuwa na pointi 10, yani 2 mara 5 10. Unaongeza na 33 alizoingia nazo, inakuwa pointi 43. Pointi 43 zinakuweka juu kuliko ukiwa na pointi 38. Ikitokea Yanga wamefuzu robo finali, Simba akawa mkiani, Yanga anaenda kuipita Simba kwenye viwango vya ubora, inaenda kwa ya 6. Simba ina drop inakuwa ya 9. Mtiririko wake ni mrefu, nikikutajia hapa leo itakulia muda mwingine. Lakini madhara makubwa kwa kwenye viwango vya ubora, na Simba na Yanga wamekuwa kitambiana juu ya kimataifa. Yanga wanasema tunaenda kufyeka kichaka. Kichaka chenye kitafyekeka kama Simba watamaliza mkiani na Yanga wakifuzu robo, kwa sababu Yanga watakuwa na pointi 40. Wameingia na pointi 25. Wakifuzu robo watapata pointi 3. 3 mara 5 ni 15, unaongeza na 25 inakuwa 40. Simba wakimaliza mkiani watapata pointi 1. 1 mara 5 5. Waliingia msimu huu na pointi 33. Ukiongeza 5 inakuwa 38. Kwa Yanga watakuwa na 40, Simba 38. Nimechukua sehemu moja hapo tu ya athari wao endapo watakuwa mkiani. Kwa hiyo wapambane, wakitaka wasikumbane na adha hii ya kuchekwa zaidi tena na mashabiki wapinzani wao upande wa pili, wala wamalize wa pili kutoka mkiani. Wakimaliza wa pili kutoka mkiani, Yanga atake na robo, bado Simba iko juu kwa viwango vya ubora kuliko Yanga, kwa sababu Simba watakuwa na pointi 43. Yanga wakiingia robo watakuwa na pointi 40. Umeshanielewa? Ndio. Wasipoingia robo Yanga, wakimaliza mkiani Yanga watakuwa na pointi 30. Sababu sasa hivi wao waliingia na 25. Ukiwa umemaliza mkiani unakuwa na pointi 1 mara 5 5, unaongeza 25 na 30.
Wakimaliza wa pili kutoka mkiani watapata pointi 2, 2 mara 5 10, nimeshasema 10 naongeza 25 itakuwa 35. Wakifuzu robo finali watapata pointi 3, 3 mara 5 15, ongeza 25 inakuwa 40. Bado haifikii Simba endapo itamaliza ya pili kutoka mkiani. Nadhani nimefafanua vizuri hapo, umeeleweka vizuri kabisa. Yeah. Bwana Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, umeeleza vizuri kabisa Simba Sports ni kwa namna gani kwamba wao safari yao imeishia hapa. Hakika ni huzuni kubwa kweli kweli kama taifa, lakini inachobidi hapo Simba Sports Club wajipange kurejea kwenye ligi moja kwa moja huko. Mimi kutokea hapa sina la ziada, naomba nitakie siku njema. Kabla hujafunga kabla hujafunga kumradhi, tunaposema imeishia hapa ni kwenye mpango wa kwenda robo finali. Ndio msisitizo juu ya viwango vya ubora, kwa sababu wanapopata pointi nyingi Simba, wanapopata pointi nyingi Yanga, wanapopata pointi nyingi Azam, Singida Black Stars, zile pointi zote zinaenda kuwekwa kwenye kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara, na hivyo kuifanya iendelee kutanua miongoni mwa ligi bora 5 barani Afrika. Kwa hiyo ikimaliza mkiani sio pigo tu kwa Simba kwa kile nilichotaka kuelezea, lakini collection yake ya points kwenye kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara mchango wake utakuwa mdogo ikipata pointi chache. Itachangia pointi 10 za ziada endapo itamaliza ya pili kutoka mkiani, lakini itachangia pointi 5 endapo itabaki mkiani. Umeshanielewa vizuri? Ndio. Hapa nimeona ni msisitizo muhimu zaidi, na ninataja 5 na 10 nikimaanisha kwamba zile nyingine tayari zipo, kwa sababu Simba tayari hivi sasa kwenye msimu wameingia na pointi 33. Ndio. Kwa hiyo waongeze 5 zitakuwa 38, wakiongeza 10 zinakuwa 43. Achana na ushabiki, sijui Simba Yanga, wewe Mtanzania unapenda kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara, shirikisho. Ndio. Simba ingize pointi 5, ingize pointi 10. Ingize pointi 10 bwana. Bila shaka majibu anayo pia watazamaji wako na wanaweza ka comment na kulike. Kwa hiyo hakika. Shukrani.